Iran imezionya nchi mbalimbali dhidi ya kujiunga na kile ilichokiita vita vya kiuchumi vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikisema mataifa yatakayoshiriki katika kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Tehran yatachukuliwa kuwa maadui. Onyo hilo limetolewa wakati Marekani ikijiandaa kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran katika hatua inayozidisha mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Mohsen Rezai, mkuu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, alitoa kauli hiyo jana Jumamosi kupitia televisheni ya taifa ya Iran, akizitaka nchi nyingine kutokubali kushirikiana na Washington katika hatua za kuinyima Iran biashara, mapato na njia za kifedha. Tunazitangazia nchi zote msijiunge na vita vya kiuchumi vinavyoendeshwa na Marekani, alisema Rezai, akiongeza kuwa nchi yoyote itakayoshiriki katika kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran itachukuliwa na Tehran kuwa ni adui. Kauli hii imekuja muda mfupi baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kampeni mpya na kali zaidi ya kiuchumi dhidi ya Iran, akilenga kuongeza shinikizo kwa Tehran na kuifanya iwe vigumu zaidi kuuza mafuta, kufanya miamala ya kifedha na kuendesha biashara kupitia washirika wa kimataifa. Marekani pia imeonya nchi na kampuni zinazosaidia Iran kwamba zinaweza kukabiliwa na hatua za kiuchumi. Kwa upande wa Iran, tishio hilo linaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuzuia Washington kupata washirika wengi katika kampeni yake mpya ya vikwazo. Tehran imekuwa ikitegemea kwa kiasi kikubwa biashara na baadhi ya mataifa ambayo yanaendelea kununua mafuta yake au kufanya biashara nayo licha ya vikwazo vya Marekani. China kwa mfano ni miongoni mwa wanunuzi wakubwa wa mafuta ya Iran, jambo ambalo linafanya uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hizo kuwa muhimu kwa uwezo wa Tehran kukabiliana na shinikizo la Marekani. Rezai aliongeza kuwa Iran haitaki kuanzisha ongezeko jipya la mapigano, lakini ikiwa nchi zinazozunguka Iran zitaamua kuunga mkono kampeni ya Marekani ya kiuchumi, Tehran itachukua hatua kali dhidi ya maslahi yao. Kauli hiyo imeongeza wasiwasi kwamba vita vya kiuchumi vinaweza kugeuka kuwa mgogoro mpana zaidi wa kibiashara, nishati na usafirishaji katika Mashariki ya Kati. Mojawapo ya maeneo yenye hatari kubwa zaidi ni mlango bahari Hormuz, ambao ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta kutoka Ghuba ya Uajemi kwenda katika masoko ya dunia. Iran imeshaonya kuwa ikiwa nchi za eneo hilo zitajiunga kwenye kampeni ya Marekani, inaweza kuchukua hatua zinazolenga usafirishaji wa mafuta kupitia eneo hilo pamoja na njia nyingine zinazotumiwa kusafirisha mafuta kutoka Ghuba ya Uajemi. Hilo linaifanya hali kuwa nyeti zaidi kwa uchumi wa dunia kwa sababu usafirishaji wa mafuta kupitia eneo la Ghuba ya Uajemi una umuhimu mkubwa kwa masoko ya kimataifa. Tayari mvutano unaoendelea umeathiri mtiririko wa meli katika mlango bahari Hormuz, huku baadhi ya kampuni za usafirishaji zikichukua tahadhari na kutafuta njia mbadala kutokana na hatari za kiusalama na kisiasa. Wakati huo wa Marekani inaonekana kulenga kutumia nguvu za kiuchumi badala ya kutegemea hatua za kijeshi pekee katika kuishinikiza Iran. Washington inataka vikwazo vipya vilenge uwezo wa Iran kupata fedha kupitia mafuta, mifumo ya kifedha na mitandao ya kibiashara inayosaidia uchumi wake. Tehran kwa upande wake imekuwa ikipinga vikwazo hivyo, ikisema ni hatua haramu za kulazimisha taifa hilo kubadili msimamo wake. Onyo la Rezai pia linaonyesha kwamba Tehran inaweza kutazama utekelezaji wa vikwazo vya Marekani kwa mtazamo mpana zaidi kuliko uhusiano wake wa moja kwa moja na Washington. Nchi au kampuni inayochukua hatua dhidi ya Iran kwa kufuata shinikizo la Marekani inaweza kuonekana na viongozi wa Iran kwa sehemu ya kampeni hiyo, hadi inaweza kuathiri uhusiano wake wa kidiplomasia na kiuchumi na Tehran. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki, iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa.
kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi. Global TV.